Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Karibuni tena katika ukumbi wetu huu wa Jifunze Uislamu, na siku ya leo tutajifunza herufi za Kiarabu, na hii video ni kwa ajili ya wale ambao wanajifunza kusoma Kiarabu au wanajifunza kusoma Qur'ani, kwa sababu ili uweze kujua kusoma Qur'ani maana yake ni kwamba inabidi ujue kujifunza au ujue kusoma Kiarabu. Sasa video hii ni kwa ajili ya wao, na kama tunavyofahamu Kiarabu ni lugha miongoni mwa lugha naweza nikasema ni nyepesi kufahamika, kwa maana kama umekusudia kweli kusoma, umekusudia kujifunza, basi ni lugha nyepesi zaidi kufahamika. Sasa basi kwa kwanza labda nionyeshe tu kwamba katika Kiarabu tunachokitumia katika Qur'ani tuna herufi zisizozidi 30. Na herufi hizi nitajaribu kuziandika moja baada nyingine kama ifuatavyo. Herufi ya kwanza tunaita alif, na kwa kuwa naandika kwa kutumia mouse, basi herufi ambazo nitaziandika hapa hazitaonekana vizuri, lakini mwisho wa video hii nitaonyesha herufi zinavyoonekana kwa maandishi yaliyoandikwa kwa kutumia kompyuta, kwa sababu hapa naandika kwa kutumia mkono. Herufi hii inaitwa alif na imekaa kama namba 1, kama na iko straight kama unavyoona iko hivi. Halafu herufi ya pili inaitwa ba au b, tunaita b kama ina represent B. Herufi ya tatu tunaita ta, ni kitu kama hiki unavyoona hapa kama ni bakuli, halafu inakuwa ina nukta mbili juu, hiyo tunatumia T kwa maana te. Kwa hiyo ni alif b te. Halafu kuna herufi nyingine ya 4 inaitwa the. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiswahili tunaweza kusema ni th kwa maana the, alif b te the jim. Kwa hiyo naziandika kwa zote kwa ujumla, alafu tutaanza kuisoma moja baada nyingine. Kwa hiyo jim, ha au he, alafu kuna khe, alafu kuna dal, kuna dhal, alafu kuna ra au wakati mwingine inaandikwa kama unavyoona hivi ra, alafu kuna za. Re na ze huwa zinafanana, tofauti ni kwamba hii moja ina nukta, hii moja haina nukta. Halafu kuna sin, halafu kuna shin. Sin na shin zinafanana, tofauti ni kwamba hii ina nukta 3. Halafu kuna sad, halafu kuna dhad, hii ina nukta 1 juu, nimekosea hapa kuandika. Halafu kuna hii tunaita te au ta, halafu inaitwa dha. Halafu kuna hii inaitwa ain, halafu ghain ambayo ina nukta juu. Halafu kuna fa au fei kwa Kiswahili. Halafu kuna qaf, qaf kwa q. Halafu kuna kaf kwa k. Hii nirudie tena kuiandika, inaandikwa kama vile kitu kama hiki, inaandikwa pembeni ni hivi, ushaona. Halafu kuna lam, kuna mim, nun, waw, ha au he. Halafu kuna lam alif, alif hamza ambayo ndio nimeandika huku juu. Halafu kuna ye. Wassalam. Tumemaliza. Sasa ukizihesabu hizi herufi utagundua kwamba ziko 30. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30. Hizi herufi ni 30, lakini kama ukiangalia kwenye matini nyingi za Kiarabu ambapo watu wanafundisha kusoma kwa Kiarabu, watakwambia ziko herufi 28. Na wanaposema herufi 28 wanakuwa wanaziondoa hizi herufi hizi mbili ambazo nimezifungia bracket hapa, lam alif na alif hamza, na tutaeleza kwa nini wanaziondoa kama herufi miongoni mwa herufi hizo za Kiarabu. Utasoma makala nyingine watasema kuna herufi 28 badala ya 30. Kwa hiyo isikuchanganye, jua tu kwamba zote ni herufi ambazo zipo kwenye maandishi ya Kiarabu, utakutana nazo. Kwa hiyo nasoma, inaitwa alif b te the. Halafu inaitwa jim, ha, kha, dal, dhal. Halafu tunakuja huku mwanzo, re, ze, sin, shin, sad, dhad, te, dhe, ain, ghain, fei, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, he, lam alif, alif hamza, ya au ye, then tunakuwa tumemaliza. Lakini pia kuna usomaji wa aina nyingine. Kuna usomaji wa aina nyingi kwa sababu
kila sehemu inafundisha kwa namna yake. Kikubwa ni unachotakiwa kujua ni kwamba hizi herufi zinawakilisha nini katika lugha au katika herufi za Kilatini. Kwa sababu kuna watu wengine wanasoma kama ifuatavyo. Wanasema hii ni alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sa, sha, sa, dha, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Umeshaona? Kwa hiyo hizo zote ni njia za usomaji. Kikubwa kama nilivyoeleza awali, unachotakiwa ufahamu ni tunaposema alif inaendana na herufi gani kwa lugha au kwa herufi za Kilatini. Sasa nitaandika tu hapa kwa kifupi, alafu katika darasa linalofuata tutajaribu kusoma kwa pamoja kwa kirefu. Kwa hiyo niseme hii inaitwa alif ambayo ina represent au inawakilisha a, b kwa maana b, ta kwa maana t, tha kwa maana th, ja au j, ha ni h, kha ni k, h, da ni d, dha ni dh, ra ni r, za ni z, sa inakuwa ni s, sha inakuwa ni sh, sa inakuwa kwa Kiswahili tunasema ni w, kama vile Swahili. Swahili kwa tunasema ni sahil, sa. Tutasoma hivyo katika darasa zinazofuatia. Alafu kuna dha, hii ni sa, hii ni dha. Dha kwa tunasema ni d h w. Sijajua kama unaweza kusoma. Kwa mfano sijajua kama kuna neno la Kiswahili. Kwa mfano nikisema dhadi maana yake nasema ni dha, dhadi, dhadi. Nafikiri itakuwa ni hivi kama ni hivi ya. Kwa ni DHW. Hakuna neno ambalo linafanana kwa Kiswahili. Hii ni herufi kidogo ngeni kwa lugha yetu, lakini ipo hivyo. Alafu kuna ta. Ta inakuwa ni TW au TW. Alafu kuna dha. Sasa hii nikiandika kwa lugha ya Kiswahili, hii na hii inaonekana kama zinafanana. Ingawa kama unanisikiliza vizuri katika utamkaji utaona kwamba zina utofauti. Hii inaitwa dha, alafu inaitwa dha. Hii ni la, dha, la, dha. Kuna tofauti katika utamkaji, lakini kadri utakavyozidi kupractice au utakavyozungumza mara kwa mara ndivyo ambavyo utaweza kuipronounce vizuri. Halafu kuna hii inaitwa ain, a. Hii ya kwanza ilikuwa inaitwa a kwa maana alif, lakini hii ni a. Hii herufi hii siwezi kuiandika kwa sababu haina inabidi uitamke kama ilivyo. Hakuna neno lake ambalo linafanana kwenye Kiswahili kwa sababu tunaita a. Alafu kuna hii inaitwa gha. Gha inakuwa ni gh. Kwa mfano tunaposema neno lugha, lugha, asili ya neno lugha ni inaandikwa hivi, lugha. Sasa hii ni gha. Kwa Kiarabu tungeweza kuandika kama hivi, lugha. Utaona tutakuja kusoma vizuri zaidi huko mbele lugha kwa nini nimeandika staili hii, lakini nikitaka nikionyesha hapa ni hii hapa ya katikati kwa maana hii ni gha ambayo ni hii hapa inakuwa ni kama aini lakini ina nukta juu. Baada hapo kuna fei au fa kwa lugha Kilatini au kwa Kilatini tunaita ni f. Alafu kuna qa. Hii qa naweza nikasema inafanana na q. Kwa mfano kuna majina yanaitwa kwa mfano arqam. Arqam huwa inaandikwa namna hii. Unapoandika arqam kwa namna hii ni tofauti na hivi. Hii inaitwa arqam ina k, hii ni arqam ina q. Kwa hiyo arqam au hii qaf ina represent q, alafu kaf ina represent k kwa lugha ya Kiswahili. Alafu kuna lam ambayo kama utagesi ni l, alafu kuna mim ambayo ni m, alafu kuna nun ambayo ni n, alafu kuna waw ambayo ni w, waw, wa. Alafu kuna ha ni h, lakini ina tofauti. H hii ina tofauti na h hii ya mwanzo. Kama kwenye Kiingereza kuna maneno ambayo yanaanza na herufi h lakini katika utamkaji wake unatofautiana. Unatamka kwa uzito zaidi au kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kwa mfano hii ya kwanza tunaita ha kwa maana he. Halafu ile ya pili, hii ya pili tunaita ha.
unakuwa unafanya kama ina uzito kiasi fulani. Kwenye kuandika ni kama zinafanana, lakini kwenye kutamka ni tofauti. Baada ya hapo kuna hii inaitwa lam alif. Kwa nini tunaita lam alif? Kwa sababu ni muunganiko wa herufi mbili. Kuna lam na kuna alif. Lam na alif. Hii na hii ni kitu kimoja, au wakati mwingine inaandikwa kama nilivyoandika hapo juu ni lam na alif. Kwa hiyo muunganiko wa herufi hii na herufi hii unapata kitu kimoja kama kilivyoonekana hapa. Hii inaitwa lam alif, na ndio maana kuna wakati mwingine haiwi considered kama ni haichukuliwi kama ni herufi, kwa sababu ni muunganiko wa herufi zaidi ya moja. Ni herufi ile ile, kuna lam na alif zimeungana. Kwa hivyo hii ni lam alif, na tutakuja kusoma baadaye inasomeka vipi, yani tukianza kusoma kwa undani zaidi. Baada ya hapo kuna hii herufi inaitwa hamza, au wengine wanaita alif hamza. Na kwa nini wanaita alif hamza? Kwa sababu herufi hii inafanana kwenye utamkaji wake kama vile alif ya kawaida. Na hii pia ni moja ya sababu kwa nini herufi hii haichukuliwi kama ni herufi mpya. Kwa hiyo maana yake utaambiwa kuna herufi 28 baada ya 30, kwa sababu hamza ni kama vile alif, na ndio maana kwa Kiswahili wanaita alif hamza, kwa sababu utamkaji wake ni kama vile alif. Herufi ya mwisho ni ya au ye kwa lugha au kwa herufi za Kilatini. Kwa hiyo hii ni utangulizi wa namna herufi hizi zinavyoonekana. Ama tukiangalia kwa maandishi yaliyoandikwa kwa kompyuta ni kama zinavyoonekana hapa. Hii ndo alif, hii ni ba, hii ndo ta, tha, ja na kuendelea. Na hapa chini wamejaribu kuandika namna zinavyotamkwa. Kama ukiangalia hii ni ghain, hii ni ta, hii ni dha, hii ain, hii dal, dhad, hii sad, hii shin. Kwa hivyo hii ni moja, nimechukua hii picha kutoka kwenye internet, na kama nilivyosema awali kwamba utamkaji unatofautiana kutegemea na eneo ambalo mtu anaishi. Sasa kwa utamkaji wa Kiswahili ni kama vile nilivyotamka ile awali, lakini point ya msingi si kuweza kutamka. Point ya msingi ni kujua herufi gani inawakilisha kitu gani. Kwa hivyo unachotakiwa ujue ni kuangalia hii. Naposema alif na maanisha herufi A, naposema B na maanisha herufi B, naposema T na maanisha herufi T. Kwa hivyo ukiweza kuchanganua vitu hivi, maisha yako ya kujifunza Kiarabu au kujifunza kusoma na kuandika lugha ya Kiarabu yatakuwa ni mepesi. Kwa hivyo kwa leo niishia hapa. Naona video imekuwa ni ndefu kidogo, lakini natumai imekuwa yenye mafanikio, kwenye kuleta faida. Na kama umeipenda basi unaweza kutuandikia. Kama utakuwa una swali au utakuwa na maoni, tuandikie kwenye comment au kwa njia ya email, nasi tutakuwa na furaha zaidi kureply katika message yako ambayo utatutumia. Kwa hiyo wa ilahuna yakfi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.